Kwa majina, naitwa Madam Damaris Abel Bira kutoka shule ya msingi Mpwapwa, wilaya ya Mpwapwa. Kliniki ya Mama Samia nimeipokea vizuri, lakini pia ninaamini kabisa kero ambayo nimekuja kuileta hapa itakwenda kutatuliwa kwa sababu zifuatazo. Nimepokelewa vizuri, nimesikilizwa, nimeeleza kwamba nilikuwa na tatizo la mapunjo ya mshahara, tatizo langu limekwenda kushughulikiwa. Kwa hiyo naamini kabisa mambo yote yanakwenda kuwa vizuri, lakini pia napenda kumshauri kama kuna mwalimu yuko nyumbani na ana tatizo lake bado hajaja kwenye kliniki hii, ahudhurie, afike, aweze kupata utatuzi wa kero yake. Kwa majina naitwa Mwalimu Octavian Salvatori, nafundisha shule ya sekondari Mpwapwa. Kwa kweli nashukuru sana kwa ujio wa Samia Teachers Mobile Clinic kwa sababu umetoa nafasi kubwa kwa walimu kuonesha changamoto zao. Nina imani pia changamoto zote zitakazotolewa na walimu basi serikali itazifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Jina langu ni Beatrice Meena, ni mwalimu katika wilaya ya Mpwapwa, lakini pia ni mwenyekiti wa kitengo cha walimu wanawake CWT. Nimefurahi sana leo kupata hii kliniki ya Mama Samia ambayo imekuja katika wilaya ya Mpwapwa kwa ajili ya kutatua kero mbalimbali za walimu, ikiwepo swala la madaraja, swala la uhamisho na masuala mengine ambayo yanamhusu mwalimu ambayo ni changamoto pia katika kazi zetu. Kwa hiyo niseme kwamba nimefurahia kwa swala hili kuja Mpwapwa kwa ajili ya kutatua hizo kero za walimu, ambalo linaweza likawapa pia walimu motisha kufanya kazi pale ambako wanaona kero zao zinatatuliwa kwa wakati. Jambo ambalo ninaweza nikasema nikiwa pia mhanga mmojawapo wa swala la madaraja ni kwamba serikali isiwe ni jambo la mara ya kwanza tu au ya pili, ile linafanya mara kwa mara, angalau kwa mwaka mara moja, ili iweze kusaidia basi kutatua hizi kero ambazo zinatokea kwenye swala la walimu. Mimi hapa na changamoto tatu. Ya kwanza kubwa ni madaraja. Mimi ajira yangu niliajiriwa mwaka 2014 ambapo nimekuja kupanda daraja 2021. Hapo katikati unaweza ukaona kwamba nilistahili kupanda daraja. Kwa hiyo daraja nilinalo sasa hivi nastahili niwe na daraja moja mbele. Kwa sasa niko daraja F na nilipaswa niwe daraja G. Naamini kila mwaka madaraja yanapandishwa, lakini watu wanabadilishwa pia miundo ya utumishi. Kwa hiyo ni swala ambalo linaweza likafanyika mara kwa mara ili kuweza kutatua kero hizi. Yaani kubadala mwalimu atoke kwa changamoto, kwa mfano Mpwapwa, walimu wengi wanatoka nje ya mji na jiografia Mpwapwa imekaa vibaya. Kwa hiyo usema mara kwa mara mtu anaacha na kuja kufuata halmashauri, itakuwa inaleta kero pia kwa wanafunzi wanaofundishwa. Kwa hiyo matarajio yangu kwamba ili tatizo litafanywa kazi. Na sio mimi tu, nadhani wapo watu wa design kama ya kwangu. Lakini pia tatizo lingine nilionalo ni mwaka 2018 nilijaza fomu za likizo, lakini sikuweza kulipa likizo. Nilifuatilia nikaambiwa nijaze tena fomu hiyo 2020, nilijaza lakini sikufanikiwa. Kwa hiyo yenyewe ni tatizo ambalo linanikabili. Lakini tatizo la pili nilipanda daraja 2021, sikuweza kulipwa mshahara mmoja wa kupanda daraja. Hilo nishajaza fomu na imani linafanywa kazi.